Ni msichana wa miaka 6 tu, sijui alilaaniwa, sijui amebarikiwa, ana uwezo wa kurusha laana ikampata hata babu yako. Lakini kila anapotoka kumlaani mtu, basi mwili wake unakosa nguvu na anajikuta analala kitandani kwa muda mrefu. Na ukiwa kama mzazi, bila shaka yote usingependa kuwa na mtoto mwenye uwezo wa kulaani watu, bali ungependa kuwa na mtoto ambaye ana uwezo wa kubariki watu. Lakini mzazi huyu binti anapenda sana mtoto wake kuwa na uwezo huo wa kulaani watu. Unajua kwa nini? Huyu mama anajua kwamba watu wengi wanachukia watu wenzao. Sasa yeye akajitangaza kama mganga mwenye uwezo wa kuloga. Kwa hiyo wewe ukiwa na mbaya wako, basi unamfuata huyu mama na anatumia mtoto wake, wanamloga huyo mtu kwa kumlaani. Mwisho wa siku mabaya yanamkuta huyo mtu kama yote. Mwanamama anachokiangalia ni sasampa, yani mshiko umeingia mfukoni bas. Sasa bana, siku ya leo wanaume wachepukaji, mke wake akawa ametimba hapa na kusema kwamba anahitaji mume wake aweze kulaaniwa, abakie ndani tu, asiweze kuchepuka na wanawake wengine kwa sababu mume wake amekuwa mchepukaji sana. Basi picha ya mume ililetwa hapo na pesa kama zote. Huyu mwanamke akafanya yake kwa kutumia mtoto wake wakamlaani mume mtu. Basi kuanzia hapo mume mtu atakuwa anabakia nyumbani na anamsikiliza mke wake kwa kila kitu. Lakini mara zote tukumbuke kwamba mtoto huyu baada ya kumlaani mtu huwa anapitia hali mbaya sana, na mama yake siku ya leo alikuwa akimkanda mwanae baada ya kujikuta amechoka mno, na akaanza kumwambia kwamba hii ni mara yangu ya mwisho mimi kuweza kumlaani mtu kupitia nguvu zako, nisamee mwanangu. Baada ya kumkanda mwanae, basi akawa anamsindikiza yule mwanamke aliyekuja kumloga mume wake. Yule mwanamke akiwa anafika tu kwenye gari akapigiwa simu kwamba mume wake amepata ajali. Basi huyu mwanamke alifurahi kweli kweli bana, akampongeza mganga kwa kazi nzuri, kwa sababu ndicho alichokuwa anakitaka, mume wake awe nakaa tu ndani asiwe na uwezo wa kuchepuka tena. Lakini huyu mwanamke alinunua bia kama zote, akanywa kwa hasira sana, akisema kwamba najuta kumfanya mwanangu kuwa chambo ya kuingiza pesa, naumia sana ndani ya moyo wangu, nadhani leo ni siku ya mwisho kuloga watu kupitia mwanangu. Lakini mwanamama akapata mshtuko kidogo baada ya kugundua kuna mwanga wa gari ulikuwa unamkaribia. Alipoangalia kwa umakini akagundua kuna mwanamke mmoja tajiri kweli alikuwa amekuja katika eneo hili, na huyu mwanamke naye ni mganga, ila yeye huwa analogaga watu waweze kufa. Sasa mpinzani wake kibiashara alikuwa ni huyu mwanamke, mama wa huyu mtoto. Basi alimwagizia vibaka, walikuja walimpiga kweli kweli na wakawa wamembeba, na baada ya kumtembezea mwanamke yule kichapo kizito, wakawa wamembeba wakamtoa eneo la tukio, kisha wakachukua mafuta ya petroli wakamwagia nyumba yake nzima, kisha wakaichapa moto. Lakini wakati huo kuna mwanaume mmoja anaonekanika hapa kando akiwa anacheka sana. Ashukuriwe Mungu, yule mtoto wa kike anayefahamika kama Sojin alifanikiwa kukimbia kutoka ndani ile nyumba. Sasa akawa ameenda mbali kidogo, akawa anawaza mama yake yuko wapi na kwa nini nyumba yao inachomwa. Hasa huwezi kuamini kwamba mtoto aliondoka na hilo swali kutokea umri wa miaka 6 mpaka alipoweza kufikisha miaka 16. Alikuwa akishinda katika simu yake akimtazama yule mtu aliyehusika katika kuchoma nyumba yao. Bidada akijitazama mwili wake na nguvu alizonazo, aligundua kwamba hatoshi kabisa kupambana na huyo mtu. Akawa anajisemea kwamba iko siku nitakuwa mkubwa na nitapambana naye siku moja kuhakikisha kwamba nalipa kisasi cha kuweza kumuua mama yangu. Bwana sasa siku ya leo kuna mwanamke mmoja mwandishi wa habari anafahamika kama Jin Hee. Huyu mwanamke alikuwa akimfanyia mtu mahojiano kuhusiana na ile kesi ya kile kijumba ambacho kilikuwa kimechomwa katika maeneo ya poli kipindi cha zamani kidogo. Huyu mwamba anaelezea kwamba nilipigwa sana baada ya kushuhudia lile tukio la ile nyumba kuweza kuchomwa, na nilikuwa nawakataza kwa nini wanaichoma ile nyumba, wakanipiga sana wale manusura waweze kuniua. Nakumbuka ile siku ilikuwa ni usiku, nilipigwa sana, nilikuwa nimefungiwa katika kiti, wakaanza kunipiga, yani walikuwa wananichoma katika maeneo ya mikono. Nilipigika sana ile siku, siwezi nikasahau. Mwanamama ikabidi kumtuliza mwamba na kumwambia pole baba, pole, nyamaza sasa, usilie, wewe ni wa kiume bana. Moja kwa moja akalichukua lile swala na akalipeleka kwa wakuu wake wa kazi na kusema kwamba jamani, tunatakiwa tuitoe hii habari kwa sababu itakwenda kuumbua uovu wote ambao unafanyika katika ile maeneo ya misitu. Kwa kitengo wakishirikiana na huyu mwamba anayefahamika kama Juan ambaye ndio mwenyekiti wa hii bodi ya waandishi wa habari, alisema kwamba hiyo kesi mbona ni kama imeegemea upande mmoja tu, imemhoji mtu mmoja, hajahoji upande wa pili, haifai kabisa kuruka kwenye vyombo vya habari. Lakini bidada Jin Hee alipokuwa akimtazama huyu mkuu wa kitengo anayefahamika kama Juan namna alivyokuwa anaongea, alihisi kabisa kwamba ni kama huyu mtu ana hofu sana kuwapeleleza wale watu. Bidada akasema kwamba nitakwenda kupeleleza mimi mwenyewe, akawa ameondoka pale ofisini. Bidada alipotoka pale akamtembelea mume wake ambaye ni mkuu wa kituo cha polisi kilichopo jirani tu na pale ofisini kwao wanapofanyia wao. Lakini pia huyu mwamba anayefahamika kama Sangjun, mkuu wa kituo cha polisi, alikuwa anashughulikia sana hiyo kesi kuhakikisha kwamba hiyo siri ya msitu lazima anakwenda kuiumbua tena vizuri tu. Na tena mume mtu akamfariji sana mke wake kwamba aendelee kuipeleleza hiyo kesi na yeye atahakikisha anampa support kadri anavyoweza. Sasa nyakati za usiku, bidada Jin Hee akiwa yuko nyumbani akawa anapeleleza katika maeneo ya mtandao kutaka kuijua vizuri hiyo kampuni ambayo iko ndani ya msitu inafanya kazi zake kule. Basi mwanamama ili kupata mawasiliano ya hawa watu wa msituni akawa ameandika, je, kuna mtu yote ana namba za hii kampuni ya watu wa msituni? Lakini watu walikuwa na comment vibaya sana kuhusiana na huo msitu, kila mtu akilalamika kinamna yake. Lakini miongoni mwa watu waliokuwa wamecomment vibaya sana alikuwa bidada mmoja anayefahamika kama Sojin, kitu ambacho kikamlazimisha huyu mwanamke kuanza kupeleleza huyu bidada ni nani, na wakapanga kuweza kuonana.
sana, kwa sababu alikuwa ameandika maneno ya uchungu sana. Kumbe kalikuwa ndio kale kabidada ka Sojin kipindi kile cha zamani kalikuwa kana uwezo wa kutoa laana, na mama yake aliweza kuuliwa ndani ya ule msitu. Sasa kakasema kwamba namjua vizuri mmiliki wa ile kampuni ambayo iko ndani ya msitu, lakini najua watu ambao anashirikiana nao kutekeleza matukio yake mabaya. Akasema mtu ambaye anafanya matukio yote mabaya katika msitu anafahamika kama Jongyang, na huyu ndio mwenyekiti, lakini anashirikiana na roho chafu kwa maana ya waganga wabaya. Bidada Jinhee alicheka sana, akasema umesahau kwamba tuko karne 21, mambo ya mizimu hayana maana kabisa, na mambo ya kutumia waganga sio wachawi, haya siku hizi hayafanyi kazi bana. Mwisho wa siku bidada Jinhee alihisi kwamba Sojin huenda anamfanyia masiala, akaamua tu kutaka kusimama kuondoka, lakini bidada alikuwa serious kabisa alichokuwa nakiongea. Bidada Kasojin kakazidi kumhamasisha bidada na kumwambia kwamba nayamaanisha yote ninayoyasema, tafadhali naomba uniamini. Lakini bidada wakati anaondoka kataka kumchukulia bidada serious, lakini kaona bana ni utoto tu, anaongea mambo gani ya kijinga hayo. Asa zilipofika nyakati za usiku, bidada Jinhee akajikuta anaanza kuota ndoto kana kwamba yule mwenyekiti wa ile kampuni eti ameanza kubadilika kuwa shetani kutokana na yale maneno ambayo bidada Sojin alikuwa ameweza kumwambia, yakawa anajirudia kidogo katika akili yake. Hasa hapa, mpenzi mtazamaji, bidada alipokea taarifa moja ndogo kidogo kwenye simu, lakini taarifa ilikuwa na mashiko sana. Alikuwa ni ule mwamba ambaye siku za hivi karibuni alijitokeza na kusema kwamba alifanyiwaga kitu kibaya sana ndani ya msitu mara baada tu ya kuwaonya watu wa msituni kwamba wanachokifanya sio kizuri. Alipigwa sana siku ile. Hasa leo amempigia simu bidada, anataka kueleza ukweli mzima na amtaje nani ambaye aliweza kumfanyia tukio baya, kwa sababu kipindi cha kwanza hakuweza kumtaja. Basi mwamba alikuwa amewasha gari na anakimbiza kweli kweli kuelekea mjini, lakini ghafla katikati ya njia akashangaa kuona kwamba mdomo wake ni kama vile haufungui tena, yani hawezi kuongea, na mara ghafla nguvu zikamwishia katika miguu yake, akajikuta mpaka mikono yake haiwezi kushika tena steering wa gari. Mkono taratibu ukaanza kunyenyuka, ukashika gia ya reverse na ukaanza kuirudisha gari kuelekea korongoni. Mwamba alijua yeye mwenyewe, lakini ni kama kuna nguvu fulani ilikuwa inamcontrol. Lakini huwezi kuamini, wakati tukio zima linatokea, bidada alikuwa anasikia hatua kwa hatua mpaka mwamba gari yake inapata ajali mpaka jamaa anakufa. Sasa ikamlazimu kuweza kurudi ofisini kurudisha ripoti kwamba yule shuhuda aliyekuwa amempa ushahidi siku ya jana ameweza kupoteza maisha. Lakini wakati anafika ofisini, kumbe bana huyu Juan ambaye ni mkuu wa kitengo cha habari alikuwa amekutana jana na secretary wa yule mwenyekiti wa ile kampuni. Akampatia chochote kitu akihitaji kujua jina la huyo shahidi ambaye ameleta ushahidi katika eneo hili. Baada ya mkuu wa habari kutaja jina la huyo mtu ambaye ni shahidi, basi moja kwa moja kilichomkuta shahidi ndio kama tulivyoweza kukiona, aliweza kufia katika gari. Kumbuka kwamba kulikuwa kuna waganga wawili mwanzoni kabisa mwa mama yake na bidada Sojin. Yeye alikuwa analoga watu, mfano labda unataka mume wako akupende, vitu kama hivyo, lakini yule mganga mwingine alikuwa analoga watu kuweza kufa kabisa, na ndio aliyeweza kumuua mama yake na bidada Sojin. Hasa bila shaka yoyote, huenda ile kampuni ya masuala ya misitu inamtumia sana huyo mganga wa kuweza kuua kwa mtu yote ambaye anaingilia katika njia zao. Bara aliko hapo. Bidada Jinhee, mwandishi wa habari, alipofika ofisini aligundua kabisa kwamba mkuu wake wa kitengo Juan huenda anahusika sana katika tukio hili na kutoa wapi mwamba alikokuwa ameelekea. Basi akaanza kumfokea kwa kusema kwamba umesababisha kifo cha mtu, unajua hilo? Mwamba Juan alikasirika sana, akamkaba bidada, akamwambia kuwa katika maisha yako yote usijaribu kuandika habari mbaya kuhusiana na ile kampuni ya misitu, kwa sababu iko siku kitakulamba. Hasa wakati huo bidada Jinhee amesukumizwa pembeni, akaona kuna biki ambayo imeandikwa jina la Mwamba Juan ambaye ndio mkuu wake wa kitengo cha habari, na akakumbuka kwamba bidada Sojin alimwambiaga kwamba mimi nina uwezo wa kumloga mtu, ikiletewa jina kamili la mtu kuanzia jina la kwake, la babake na la babu yake, baada ya hapo nikaletewa na kiwango cha pesa, nina uwezo wa kumloga mtu. Ndivyo kazi ambayo mamangu alikuwa ananifanyia. Kwao nimeishi katika hicho kijiji cha poli. Sasa bidada akagundua kwamba hawezi kabisa kumpiga huyu bosi wake, lakini mbona kama kuna peni ambayo ina majina yake yote. Moja kwa moja akachukua ile peni na moja kwa moja anaenda kumpelekea bidada Sojin ajaribishe, je, ni kweli anaweza kuloga mtu, kwa sababu huyu bosi anastahili kulogwa kabisa huyu. Basi alipomfikishia bidada picha ya bosi wake pamoja na peni ambayo ina jina la bosi wake, basi bidada akaanza kuloga bana, loga kweli kweli mpaka ile mishipa kwenye mkono wake ikaanza kuchomoza hivi. Baada ya hapo akasema kwamba tayari nishamloga mtu huyu. Lakini bidada mwandishi wa habari alikuwa anaona kama ni masiala tu bidada alikuwa anayafanya. Akaona kwamba yani hapo mlivyoongea tu hivyo tayari umeshamloga mtu. Da, ilikuwa ni kituko fulani. Lakini bidada akawa anaondoka akasema kwamba utanitafuta kwa nambari yangu ya simu kama ukidhibitisha kama kweli nimeweza kumloga bosi wako. Sasa angalia kinachomkuta mwamba director Juan, mkuu wa kitengo cha habari. Wakati anajiandaa kurudi nyumbani akasikia kuna sauti za ajabu sana. Alipogeuka nyuma akagundua kwamba hakuna mtu. Mara ghafla tu taa zikaanza kutikisika ndani ya jengo. Alipokuwa
akitazama mara mbili akajishangaa kwamba kila anapozungusha shingo yake inazidi kuzunguka tu, yani ni kama alikuwa anajinyonga yeye mwenyewe. Mikono yake ikaanza kupinda kana kwamba ni mtu alikuwa anaumwa ugonjwa mbaya. Ghafla tu mwamba akawa ameanguka chini, na uwezi kuamini, kwa mara ya kwanza bidada akawa ameweza kumuua mkuu wa kitengo cha habari. Afande walipofika, kumbuka kwamba afande ni mume wa yule dada mwandishi wa habari aliyetoka kumroga huyu jamaa mkuu wa kitengo cha habari. Sasa walipofika aina hii ya kifo, walishangaa sana, imekuwaje mtu anakufa kifo cha ajabu namna hii? Kwa kuwa ndani kulikuwa na CCTV kamera, basi wakawa wanapeleleza ni kwa namna gani mwamba aliweza kufa. Hawakuamini macho yao kwamba jamaa alikuwa anakufa yeye mwenyewe, lakini ni kama alikuwa ananyongwa au kufanyiwa kitu kibaya. Lakini sasa kisanga ikawa ni kwamba huyu kiongozi kabla ya kuweza kufariki alikuwa na ugomvi na bidada anayefahamika kama Jin Hee, mke wa mkuu wa kituo cha polisi, na wakasema kwamba ugomvi wao ulikuwa ni mkubwa sana mpaka bidada akawa anaondoka pale ndani. Kwa hiyo mtumiwa wa kwanza kabisa wa mauaji ya huyu mwamba ameanza kuhusishwa bidada Jin Hee, mke wa mkuu wa kituo cha polisi. Bana balaa liko hivyo. Na bidada kumbuka kwamba hajui kwamba yale masiala ya kwenda kuloga yamefanya kazi kweli. Nadhani nini kitakwenda kujili, na kumbuka kwamba ni mwanzoni kabisa mwa picha yetu. Kumbuka kwamba picha hii inaletwa kwa udhamini mkubwa sana wa mwamba anayefahamika kama Gobore Pictures. Ni vyema ukagusa alama ya kusubscribe hapo chini, itajitokeza channel yake. Ukigusa alama ya kusubscribe katika channel yake, basi unakuwa umetisha sana, kwa sababu ndiye anasababisha picha hii iweze kutoka kwa wakati. Fanya hivyo shabiki yangu wa nguvu, ili tuweze kusonga, ikiwezekana picha hii tuweze kuimaliza ndani ya siku moja, kwa maana ya leo. Ukimsupport mdhamini wetu, basi unakuwa umetisha zaidi na picha hii itakwenda kutoka kwa haraka zaidi kuliko kawaida.